Na Paulo katika kitabu ya Galatia anamjulisha Kristo kwa Wagalatia. Bwana asifiwe sana. Anajaribu kuwafunulia Kristo, liamini ni nani. Na maana tunasema anamwambia basi je, Torati haipatikani na ahadi za Mungu? La hasha, kwa kuwa kama ingelitolewa sheria iwezayo kuisha, hakika haki ingalipatikana kwa sheria. Paulo anawaambia kwamba kama Torati ama the law, 10 commandments, anasema kama ingeweza kupeana uzima, hakuwa na maana ya Yesu kuja ingetumika. Lakini inamaanisha Torati haingeweza kupeana uhai, lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu za damu, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Kristo. Biblia inasema kila mtu, hata baada ya sheria kupeana kupitia, kila mtu amehesabiwa mwenye dhambi. Tuko pamoja? Na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Maana hakuna aliye huru chini ya sheria. Na kwa mara nyingi tumeongea juu ya mauti. Kasema mauti maana yake hii ya mshahara wa dhambi ni mauti, ni kutengwa na Mungu milele. Mtu asiye na Mungu amekufa. Mungu alipoongea na Adamu na Hawa na kuambia kwamba mkila mti huu mtakufa, walipokula walionekana wanaishi, lakini hawakuwa wanaishi. Walikufa maana maandiko yanasema wakajipata wako uchi. Ni haji, inamaanisha Mungu alikuwa amefunga macho wasijione. Ni kwa maana walipokuwa wanabeba utukufu wa Mungu, walibeba asili ya Mungu ya kimbingu. Walikuwa kama malaika. Walikuwa kama malaika. Ndio maana maandiko yanasema wakati huo tutakuwa kama malaika, hakutakuwa na kuoa ama kuoana kuingia mbinguni. Sasa wao walikuwa kama malaika. Malaika hawavai mavazi, wamefunikwa na vazi la utukufu. Sasa walipotenda dhambi, utukufu ukaondoka, ndio inaitwa kifo. Wakabaki watu walio uchi. Kwa maandiko yanapoongea juu ya kufa kwa sababu ya dhambi, ni kuondolewa utukufu unaofunika wanadamu. Unakumbuka wana wa Israeli wakiondoka kwenda Kanaani, maandiko yanasema viatu vyao wala nguo zao, kwa maana utukufu ulikuwa juu yao. Sasa dhambi, maandiko yanaposema kufa ni kule kutenganishwa na Mungu. Na ndio maana Yesu ndiposa alipe mauti vizuri. Alipokuwa msalabani, Mungu alijitenga na Yesu kabisa. Kuna kipindi Yesu alikuwa ana Mungu. Ndio maana akasema baba yangu, kwa nini umeniacha? Alitengwa vile wewe na mimi tungetengwa. Alitengwa ndiposa wewe ukiinua mikono uisi uwepo wa Mungu juu yako. Hiyo ndio ndio uzima. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ile imani tutakayofunuliwa. Maandiko yanasema kabla Yesu aje tulikuwa chini ya school master ama msaidizi ambaye alikuwa atulete kwa sheria, atulete kwa imani. Sasa mstari wa 24, Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Katika mstari wa 25, lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena. Nataka hiyo andiko liangalie vizuri. Iwapo imani imekuja kupitia kwa Yesu, hatupo tena chini ya sheria.
mstari wa 21 umesema kwamba chini ya sheria kila mtu ameitwa mwenye dhambi. Ayibisi. Sheria ilipokuwa inatenda kazi, kila mtu hata mkuani ameitwa mwenye dhambi. Imani ilipokuja, jina la Bwana libarikiwe. Sasa imani ilipokuja, sheria ambayo inakuita mwenye dhambi ikaondolewa, na imani ikakuja na neno moja. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21 inasema kwamba yeye akawa ndiye dhambi yako na wewe ukafanyika utakatifu wa Mungu. Ndio nasema hivi, sheria inayofanya mwanadamu awe dhambi, atuko chini yake tena. Lakini iwapo tu imani imekuja, atupo tena chini ya nini? Ya kiongozi ambayo ni sheria. Mstari 26, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na nataka tuende pole pole, kwa maana nitaka tutembee kwa kile Mungu amefanya. Na maandiko yanasema wakati Mungu alianza na mwanadamu, alianza kwa utukufu. Mwanadamu alivalishwa utukufu, alikuwa na sura na mfano, mpaka akadanganywa na Hawa na utukufu ukaondolewa. Sasa kutoka pale mwanadamu amejaribu kumfikia Mungu na amejaribu kwa sheria, lakini sheria ilipoletwa kila mwanadamu akafanyika mwenye dhambi. Na kwa maana Mungu anapenda ulimwengu, ikabidi Yesu aje achukue nafasi ya dhambi ya mwanadamu, ndiposa mwanadamu apewe utakatifu ama haki ama utukufu wa Mungu. Tuko pamoja? Na maandiko yanasema hivi, kama tuko chini ya imani hatuhitaji tukati. Nataka uambie mwenzako God is moving. Mwambie Mungu aje, God is moving. God is moving. Na watu watambue kwamba Mungu anatembea. Anatembea. Ameshatoka juu ya ukuu. Nao nataka tujiulize ni nini kimetendeka sasa kwamba tuko chini ya imani ama tuko chini ya ufalme wa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14 maandiko yanasema hivi, ni Yesu anasema, na hii injili tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na listen, ili tuliongea siku nyingine, kizungu inasema the gospel. Nikwambia the gospel inatoka from two words, God's spell ama good spell ama good tidings. Ni kusema ni habari mpya ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. The gospel inamaanisha God's spell. Now listen, maandiko yanasema and this gospel iliwaambia inamaanisha God's spell or good spell. The word spell means spelling. Unaposema umerogwa na mchawi, anakurushia spell, ananena maneno. Hello, ananena maneno. So God has also his good spell. Wakati ananena kitu chema, na habari ya Yesu ndio inaitwa the good spell. So Yesu anasema hivi, the gospel or God's spell ama good news za ufalme lazima zihubiriwe ulimwengu wote na mwisho utafika. Na listen, Biblia inasema tunachohubiri sasa ni the gospel of the kingdom. Na wakati unasikia a kingdom, kila kingdom iko na mfalme. Kitu cha kwanza, na maandiko yanasema msihubiri habari
Kitu cha kwanza, kila ufalme uko na nguvu zake. Kila ufalme uko na sheria zake. Kila ufalme uko na utawala wake. If you like it, you can call it dominion. Jina la Bwana libarikiwe. Na tulipompokea Yesu, nani ameokoka? Na tulipompokea Yesu, tuliingia chini ya ufalme. Na ufalme uko na mfalme. Na ufalme uko na nguvu. Na ufalme uko na sheria zake za kuishi pale ndani. Na ufalme nao uko na nguvu zake, unatenda kazi. Ufalme wa Yesu Kristo haujanyamaza. Ndio maana maandiko yanasema the preaching of the gospel. Paulo anasema si kuja kwenu na maneno ya ushawishi, lakini nilikuja kwa ishara na matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa maana ufalme wa Mungu uko na nguvu. The Bible says when we preach now, it is only one story. It's about the King Jesus and what he did and what he has done and the power of that. The gospel now is about Jesus, what he has done, what he is doing in our life, them that believe, and the root of that king. Lakini watoto wa Mungu wamekosa kukaa chini ya the gospel of the kingdom. Wanaishi kwa story nyingi. Wengi wako bado kwa Torati. Torati ambayo ilikuwa kabla ufalme wa Yesu uje. Kuna watu bado wanaamini maneno ya sheria. Kuna watu wanasoma sheria ya Musa na wanaiamini. Maandiko yanasema sasa uko chini ya imani au uhitaji sheria. Now listen, vitu viwili. Ni vizuri utembee polepole, usiingie kwa injili na emotions. I want us to think. Maki, kwenda ni wapi? Nyumbani na wapi msemaji? Kitui. Na wewe msemaji mwingine? Machakos. Uko na uhusiano na Waisraeli? Ndio. Uko na uhusiano na Israeli? Ulikuwa wakipewa sheria. Na ni vizuri ujue wewe au kukuta sheria. Ulipozaliwa au kukuta sheria. Sheria haikupewa wa Kenya ama Wajaluo ama Wakikuyu ama Wakamba, ilipeanwa Israeli. Na hata kabla uzaliwe, Biblia ilikuwa imesema sheria is abolited. Before you were born, sheria ilikuwa imesemekana haitajiki. Na kitu cha pili, wewe ulizaliwa, you were never given the law. You were never a part of the law. The only message you received was Jesus. Your law is Jesus. Nasema sheria ya maisha yako ni Yesu. And by the way, hakuna kabila iliruhusiwa ishi chini ya sheria, ni Israeli peke yake wakati wake. It's only after Yesu kuja, Paulo anatumwa kwa mataifa mengine, ndipo tunaletewa injili ya Kristo. Ile sheria uko chini yake ni juu ya ufalme wa Yesu.
Are you listening? Hello? Na ndiye Yakobo sura ya kwanza mstari wa 25 inasema kwamba yule ambaye anaangalia the perfect law, a law of liberty, na kuitenda. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema sheria kamilifu iliyo ya uhuru, the perfect law, na kukaa msikiaji, msaulifu, mbali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Maandiko yanasema there is a law of liberty. Sheria ya Yesu juu ya ufalme inaitwa sheria ya uhuru. Katika sheria ya Musa uliambiwa amelaaniwa afanyaye hivi. Hiyo ni sheria ya Musa. Imeambiwa amelaaniwa afanyaye hivi. Hiyo ni sheria ya Musa. Ameambiwa usipofanya hivi umelaaniwa mpaka kizazi cha 4. Hiyo ni sheria ya Musa. Are you listening? Lakini Yesu alipokuja aliongea juu ile umetenda. Sheria ya Yesu aiongei juu ya kile umetenda, inaongea juu ya kile yeye ametenda kwa sababu yako. Do you understand? Ndio maana inaitwa sheria kamilifu ya uhuru. But there are people still stuck on what they are able to do. You can never do anything for God. Look at me. You can never do anything for God except He does for you. Wakati tulikuwa bado wenye dhambi, Yesu akafa kwa ajili yetu. It's about Him doing it for you, not you doing it for Him. Do you understand? Sheria ya uhuru inaongea juu ya Yesu kutendea. Ndio maana Wakorintho sura ya 13 tukasoma maandiko iko hapo. Let's read something. Thank you, Holy Spirit. Wakorintho wa kwanza 15:45 mpaka 48. 1 Corinthians 15:45 to 48. Nataka tutembee pole. Nataka muelewe Yesu ni nani. Now listen. Nataka tusome. Put both of them please. Thank you. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa kiumbe aliye hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuumisha. Now, the Bible calls him second Adam, which is Jesus, was made a quickening spirit. Listen. Biblia nyingine inasema a life-giving spirit. Now, wakati naongea juu ya Adamu wa kwanza na wa pili, nimwambie Adamu wa kwanza ni Adamu. Adamu wa pili ni Yesu Kristo. Maana Yesu alikuja kuanzisha kizazi kipya. Tuko pamoja? Sasa maandiko yanasema Adamu wa kwanza ni wa udongo, na kama alivyo huyo wa udongo ndivyo walivyo wao wa udongo. Kama bado unabeba asili ile ya kwanza, kama bado hujampokea Yesu ndani yako, unafanana na asili ya udongo ama kinachoharibika. Lakini maandiko yanasema na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ukimpokea Yesu, maandiko yanasema you become like Him. Now, I want us to move very slowly. Nipewe watu wawili. Ni katoto kadogo. I want us to move
Sasa huyu ni Adamu wa kwanza. Ana udhaifu wa Adamu wa kwanza. Nguvu zake za Adamu wa Robinson. Maandiko yanasema wale wanaopatana na Adamu huyu watakuwa kama yeye. Adamu wa kwanza alidanganyika. Adamu wa kwanza alitolewa utukufu. Wanaompatana naye hawabebi utukufu, wanamnyonga kama wa Adamu wa kwanza. Maana watu wengine wanasema mimi siwezi. Wewe una akili ya Adamu wa kwanza. Mtu aliye na akili wa Adamu ya pili anaongea kama Paulo. Anasema naweza kutenda mambo yote ndani ya yeye anitiaye nguvu. Kuja Robinson. Nimelee speaker. Utaweza. Adamu wa kwanza amesemaje? Hawezi. Sasa wale wanamtegemea Adamu wa kwanza, hata wao watafanya nini? Kuna watu bado wanategemea nguvu zao za kimtu, za kimwili. Motamba. Adamu amesemaje? Uwezi. Hatutaki kujaribu. Adamu wa kwanza already afanya nini? Asante, simama pale Adamu wa kwanza. Simama pale. Asante, simama hapo. Pigieni makofi Adamu wa kwanza. Watu wanamtegemea Adamu wa kwanza hawataweza. Kuna watu wanajiangalia nguvu zao. You can't. Bana sana. Kwa maana you are as strong as to whom you are attached. Hello. Hello. Mose. Kuja. Pigia makofi ya Adamu wa pili. Adamu wa pili, Bwana asifiwe. Haleluya. Hata mnamuona Adamu wa pili. Adamu wa pili utanisaidia kuinua hii. Haleluya. Maandiko inasema kama alivyo Adamu kwanza ndivyo wao ambao wanaambatana naye, lakini kama alivyo Adamu wa pili ndivyo wao walio wa mbinguni. We are of the second Adam, Jesus Christ, overcame death, overcame Satan, and made you more than conqueror because you believe in him. Nani anaelewa? This dear one, thank you so much. Very awesome. Nguvu za maisha yako zinategemea kuwa elimu kitu. What kingdom do you stand for? Tell someone I can do anything. No, you can't another person who wants to the face, I can do anything. Through him who strengthens me. Ah, hallelujah. Say, I am healed of every disease because of him. Give me Isaiah 53. Thank you, Holy Spirit of God. Isaiah 53 verse 3. Mambo hii inaongea juu ya vile Yesu alifanya, yule unaungana naye, we together. Maandiko yanasema hivi, utanipea both of them. Maandiko yanasema
he was despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And he hid as if it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. And there, surely he has borne our grief. Maandiko yanasema he was acquainted with, so that he can take away our grief. He took the grief away. Maandiko yanasema alichukua huzuni zetu. He took them away. Listen. Kama Adamu wa pili amekubebea hii speaker, you have no weight to carry. Nasema kama Adamu wako amesha kubebea grief ama huzuni zako, hauna huzuni ya kubeba. Maandiko yanasema he has borne our grief and carried our sorrows. He carried them away. Tell someone, my sorrow and grief have been taken away. They have been taken away. We have to understand what Jesus carried it away. But you see, the problem is that it is received by faith. It is that must be received through the eye of faith. Maandiko yanasema, yet we need a esteemed, stricken, smeared of God and afflicted. But he was wounded for our transgression. Inamaanisha, kama he was wounded for our transgression, inamaanisha we are supposed to be wounded every day. Kwa sababu ya makosa yako unafaa kuwa unajeruhiwa. Can I tell you something? Wale watu wanasema kwamba consequences of sin will follow you, they do not understand this scripture. I want you to understand the English word. When the Bible says he was wounded for, it means it is payment. It is the consequence of the sin and the transgression. That's why the wounding comes. Uwezi ukajeruhiwa kwa dhambi ambayo Yesu alichukua. Narudia. Hawezi ukajeruhiwa kwa dhambi Yesu alichukua. It is not on you. The case is not on you. The case is on Jesus. Tunaelewa? Wale watu wanasema na wanaambiwa kwamba makosa ilifanywa na fulani wenu inakufuata. It is not according to the gospel. Kwa maana wanasema for your transgression Jesus was wounded. Yesu alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yako. Makosa ikitendeka kunafaa kwa kujeruhiwa. Na kama kuna mtu ambaye hajaokoka na maisha yake inachafanishwa left and right, ni kwa sababu haujakubali Adamu wa pili Yesu ukaondolewa kujeruhiwa kwako. Ni yeye anabebana kujeruhiwa. There is no one here and cast of sin if you are born again. Maandiko yanasema for that he was wounded. He was bruised for our iniquities. Na maandiko yanasema the chastisement of our peace was upon him. Maandiko yanasema adhabu aliadhibiwa. Unajua kuadhibiwa ni kama kugongwa kwa sababu ya amani. Inamaanisha kama Yesu angekufa au ungepata amani, ingekuwa ni adhabu. Unaamka kisirani, jioni kisirani. Kuna wababa wanasema wanatoa kisirani, na hata wao kuna kisirani yao. Siku Nimeambianga story. Mganga, naenda kwa mganga, anakutibu, anakuambia hiyo kisirani imeisha, hawezi kuwa ni kisirani nyingine. Hiyo kisirani imeisha, isipokuwa ilikuwa ni kisirani.
kisirani. Sasa ametibu nini? Listen. Sasa Yesu aliondoa kisirani. Ufai kufuatwa na kisirani. Listen to me. Ufai. Amen. Adamu haifai kukufuata. It doesn't matter the reason. There is no reason kwamba unafaa kubeba adhabu yoyote. It doesn't matter ulifanya nini itendeka, you refuse by the law of the Spirit. Kwamba I cannot carry adhabu yoyote. It is not possible. Kwa maana Yesu alibeba kabakisha gani? Maana alipomaliza maandiko yanasema akasema imekwisha. Watoto wa Mungu, tutakapoelewa kwamba hii ndiyo injili tumeambiwa tuhubiri ya ufalme, na iko na mfalme, iko na nguvu, iko na sheria zake, na iko na utawala wake. It has its own dominion. Jina la Bwana libarikiwe. Listen, mtoto wa Mungu hufai kutembea bila utawala. Hufai kuwa ati usiku unaota ndoto unaanza kupigia onse mpasta wako akuombee. No, you carry a dominion. Nasema unabeba utawala. Na Waefeso Wakolosai 1:13. Angalia vile inasema. Wakolosai 1:13. Colossians 1:13. All right. Are you punishing this? Maandiko yanaongea juu ya Adamu wa pili, Yesu Kristo. Inasema naye ametutoa kutoka kwa nguvu za giza. Inasema Adamu wa pili, Yesu Kristo ametutoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme. Haleluya. Kwa hivyo uko chini ya ufalme, haufai kutembea bila nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema you cannot walk without power. Look at me. Now, kuna watu hawatii sheria. Hello? Hakuna kitu kibaya kama kutojua sheria. Kuna mtu anaweza kushikwa na polisi, wewe twende mbele. Wewe kwenda mmoja mwenyewe mbele wapi? Kwanza wewe ni nani, jitambulishe. Alafu shida ni nini? Kwa sababu kuna sheria. Si ni kweli? Sasa unafaa kuweka katika ulimwengu wa roho, kuna mambo unakataa. Ndio Warumi sura ya 12 inasema kwamba mgeuze nia zenu muweze kuelewa mapenzi ya Mungu yaliyokubalika kwenu. There are things you must think and say no. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unafaa utoe sheria za kiroho, sheria ya roho. Kuna sheria ya roho inayotuweka huru. Unafaa uongee the law of the Spirit. Maandiko yanasema hivi juu ya mtu anayetembea katika roho. Maandiko yanasema hakuna hukumu tena, kwa maana sheria ya roho wa uzima imemweka huru kutokana na mauti. Ni vizuri uelewe mfano ulioingia uko na sheria zake. There are things to say no, this is not how the kingdom operates. Shida tunajua sheria za duniani kuliko za mbinguni. Wacha niwaambie, kuna wasichana wa mama wanaonanga hapa wamenyamaza. Wanaweza wakasomea polisi ya kukimbia, lakini hawezi wakasomea jimoni. Wanaweza kusomea polisi ya kukimbia. Polisi ya kukimbia, unafanya nini kwangu? Unafanya nini hapa kwangu? Hebu ondoka. Wala nini kwangu? Wewe toka usiletee na mabudu zako zingine kwa kurudi naye. Waje mtoto wako kwa. Hakina pigia daktari na mtoto. Na daktari unajua, excuse me, you are in a better kingdom than the kingdom we are facing. Again, in that kingdom that you belong, speak by the rules of that kingdom.
kiti ya ufalme ihubiriwe. You belong to a kingdom. Wacha kukaa ni kama wewe ni Mkenya. Wewe ni Myesu. You belong to a kingdom. Choose the principle of the kingdom. Ndio maana unaona Petro anaambia ile tuwete fedha na dhahabu hatuna, anamwambia tuangalie vizuri. Kamwambia tuangalie, lakini tulizo nacho tunakupea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amka. Petro alijua amebeba ufalme. Niko na swali. Kama Petro angepeana alichokuwa nacho, kiwete angeamka? Look at me. Kama Petro angepeana, angesema kwa jina la Yesu, amka, ile kiwete angeamka? Hangeamka. Sasa wewe kuna mambo mengine hayatendeki because you don't apply your kingdom. Mambo iko hivi, vitu haviende vizuri, hata hujalipa kitu umezapply, unaanza kusema kasoro. Sina hakuna hiyo story na watu. Can I tell you something? There's nothing about the government. By the way, can I tell you something? I'm not political. There's nothing about the government. It's about the times. We are in evil days. I'm saying we are in evil days. It is evil days. You can only rule by the kingdom you belong to. Listen. Kila wakati kunatokea kunajulikana kuna sababu area, kama kujulikana kuna sababu imeingia huku Kenya by intelligence, American will warn their citizens. Hello? Na kama kuna vita watakujiwa na mahelikopta na magoma makubwa waondolewe to the city because they belong to a kingdom that understands. You belong to a kingdom that is able to save you from any situation, anytime. You have to know you belong to a kingdom. So when you pray, don't pray like Baba ninaomba kama ni mapenzi yako una shida. You know what is right for you. You know what Jesus did for you. Ati Mungu ukipenda mikono. Maana anasema kwa mapigo yake tulipona. Kwa mapigo yake tumepona. Kwa mapigo. Kwa hivyo alipigwa akamaliza nini? Apply the kingdom rules in your life. Ndio maana maombi ya mteule yanafaa kuwa tofauti. Si kama ni mapenzi yako, unasema in the name of Jesus, I summon money from the south, I summon money from the north, I summon money from the east, I summon money from the west. In the name of Jesus, I summon you to my account. In Jesus' name. Vile sitakuja si shida yako. The problem, we are so ugly to believe that. We are so ugly to believe in miracles. So calm. I'm so calm. Mpaka unajua hata Mungu hawezi akaleta pesa ukajikuta kwa meza kwa maana unatoroka. Because your mind has never changed. Of course, ataki utoroke na useme umetembelewa na mapepo na Mungu. So anaacha. Anasema ng'ang'ana na hali yako. Kuna watu wakikuta pesa hawaelewi imetoka wapi, they will start casting demons in the name of Jesus. Ile demon inakuja kwa Mungu. Can I tell you something? Kuna watu walikuwa ni wao walitumwa na Yesu wakaambiwa, nenda ufue samaki, ufungue mdomo, uchukue nini unilipie. Wanaangalia Yesu ni kama huyu ameanza kuwa Illuminati. They don't understand that gold and silver belongs to God. Let me tell you something. When I'm giving money to my children, they don't care if imekujaji that he amenipea. So when God is giving you, why do you need a channel? Right? Can I tell you something? You must know we live in a miraculous life.
kingdoms of this world. Somebody man hili itakuja sauti yake. Ukikuta kwa mpesa, ukikuta kwa kama mzee sana, hey, however it comes, let it come, but I need money. Siku moja niko kwa ofisi, niko busy, msichana mmoja wangu ananipigia simu, one of my daughters ananipigia simu, ananiambia dadi, unajua saa hizi karibu kumaliza kusuka. Nikamuuliza nitumie pesa. Sija au kuniambia ukienda au ulienda wakati tena kusoma. Yes, dadi atasoma. That's how we should be to God. Yeah, that's how we should be to God. For we know He owns the world and everything that is within it. That's how we should live about Him. It is a king. It is a king. But you see, tumefanya wash na principles of ulimwengu. Ulimwengu ni mbaya. Principle ya ulimwengu ni mbaya. Tumefunzwa lazima ikuwe hivi. Alafu nani alisema? Hiyo kitu nimeifunga. Unajua, can I tell you something? Can I tell you something? Yes. Wakati unamtegemea Mungu kwa kila jambo, and stick your faith, it will happen. Are you listening? Lakini wakati ukiona jambo, unakumbuka KCB M-Pesa, sikudanganya, utaishi kwa hivyo. Ukiona vitu, God has this in Jesus' name. And you believe and don't doubt and wait for it to manifest. But wakati unaona kitu, unakumbuka na Biblia kwa yetu inaweza kutupeleka roho. Utaishi kwa sababu. Lakini maandiko yanasema the just shall live by their faith. You live by the faith you believe in. Belong to a king. Someone say amen. Ambia mtu I belong to a king. This kingdom as a king, it has dominion, it has power, it has rules. Kuna vitu nasema hii si sheria ya ufalme wetu. Hello? Unaangalia vitu nasema hii si kulingana na sheria ya ufalme wetu. The just shall live by his faith. Maandiko yanasema hivi, the just shall live by his faith. Imani yako, you live by faith. There is a rule of the Spirit. Jina la Bwana libarikiwe. Someone say amen. Someone say amen. Now, maandiko inasema hivi. Look at me. Tumesoma hiyo Wakorintho wa kwanza 15:48. Kama alivyo wa udongo ndivyo walio wa udongo, kama alivyo wa mbinguni ndivyo wa mbinguni. Now listen. Kwa hiyo maandiko yanasema wewe uko kama Yesu. Now did you read that? Did you read that? Kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Look at me. Do you know you carry the nature of Christ? Wacha kuniambia yes hivi, nataka ujiulize. Well, do you know you carry the nature of Christ in you? You are able to do what he did. Are you listening? Angalia mtu mwambie I am heaven. I am like him. I am like Jesus. I carry the glory
I carry the power of Jesus. I carry the dominion of Jesus. I rule in this world by Jesus Christ. That is who you are. And I want us to read the scripture. Thank you, Holy Spirit. Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthians 2, verse 18. Okay. 3 verse 18, thank you. Now, maandiko yanasema, but we all, with open face, beholding as in the glass the glory of the Lord, we are changed into the same image, from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. What does this say? Maandiko yanasema, as we behold with an open face. Now, sitaki niende ndani sana, ila Paulo akianza pale mwanzo anaongea juu ya vile Musa alileta sheria na alikuwa anabeba utukufu na anabeba sheria ambayo itaisha, but he had glory. Lakini maandiko yanasema akafunika huo utukufu na kitambaa. Are we together? Na maandiko yanasema wana wa Israeli walifunikwa na hiyo kitambaa mpaka sasa. Hawakuona ule utukufu wa kitu, hata kama kilikuwa kinapita hawakuona. Maandiko yanasema we, with an open face, there is nothing blocking us. We see a similitude through a glass. Oh yes. Are we together? We see a similitude through a glass. Unajua kuna watu listen, ukiwa umebeba veil iliyofunika uso wana wa Israeli kitambo wasione utukufu, you can never see the glory of the risen Christ. You must see with an open face and through a glass. Maandiko yanasema we are changed to the same image that we see. Now look here. I want you to. Now this scripture inasema we are changed in the same image. Look at me. Hello. Nataka watu wawili. Two people come here. Thank you. I appreciate them. Nataka mwingine mmoja. Thank you, sir. Now, mwangalie. Sasa kulingana na kile anaona, anaweza kubadilishwa to the same image he can see. There are people, kuna watu kwa sababu wamepeana nafsi zao kumjua Yesu kama mtu wa dini. They only know Jesus to the area ya madini. Ndio maana kule kwa watu wengine tumetoka sisi. Ulikuwa unaambiwa wale wahitaji wainue mkono, aweke chini. Ingine ni gani? Kwa shukrani wainue mkono. Wala wabakoza wainue mkono. Ulikuwa wanatubu wala watu wenyewe mkono aweke chini. Haya, mama Zara, tuambie wale mahitaji. Mungu umeona kile watu tumeinua. Thank you,
and they can all live to that glory. But when you came to a place where you saw and understood him, you don't wait for Mama Sarah to say thanks. You kneel down and you tell him thank you. I know who you are. I know what you have done to me. You will see him. That image. When you see people who are not worshiping, wanaangalia watu hivi, elewa is according to the image they see. Someone, am I saved? Thank you so much. God bless you. God bless you, sir. God bless you. The image. Tell God, show me your glory. Tell God, show me your glory. I want to be transformed to that glory. I want to be transformed to that image of Christ. You know, when you read Ephesians chapter 4, verse 11, let me show you something and then Lako Satabala and the Asia. Are we there? Now, we're going to say about the apostles to God, verse 12, 13. Angalia. Maandiko yanaongea hivi, kwa nini mitume, manabii, wachungaji, wapasta wote wamepeana. Maandiko yanasema until sote hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu. You can know him hello? You can know him ahead. Unaweza kumjua yeye one over 1,000, please. Kuna wengine zero cannot be counted. 1 over 0,0,0,0,0, unachoka. Maandiko yanasema that's why you need tunaita Bible study. Watu wanaona ni kitu cha kawaida. Let me tell you, this is helping you to be the right image of Christ. For to that nation and you transform. Maandiko yanasema kumjua Mwana Mungu sana, akakuwa mtu mkamilifu, akakufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Now the Bible says until you come the full stature of Christ. Inamaanisha until you become like Christ. Now when you speak about stature, wacha niwalete ile Kiingereza ya Biblia. Maandiko yanasema Zacchaeus was short of what? Stature. Now maandiko yanasema inataka ufikie the stature of Christ. Inasema ufikie urefu wa Kristo. It is possible according to the openness of your eyes. It should be all. So you are transformed to the image that you see. Ndio maana usikubali watu wa interrupt what you see. Yes. I see. Unaambia mtu excuse. Don't interrupt what I'm seeing. Jichunge sana kwa maana kuna watu watakunini watu kuangalia. Hello. Kuna watu watakuzuia watu kuangalia. Kuna vitu vitakuzuia watu kuangalia. Say I have to be all the whole glory of Christ until I'm transformed to the full stature of Christ. This is the will of God for us. This is where the church is called to. That's why the Bible says we are the glory of Christ. You see, ukiwa kwenu, Kristo akiwa mbinguni ana expect msichana wake ashine his glory in that day. And expect his glory to be shining there. Now when you kutetea majirani, kwani mpaka nataka hapa, mimi ninapatana na mtu akamwambia nasema what is happening?
Unaniangalia aje? That's what. Nataka kukuuliza usaidi. Nataka kuuliza. You are the glow. Sasa hilo unangojea unasikiza tunyimbo tungine pale sana. No, it's okay. Please. No, seriously. No, please. Mnaanza kwenda kunyimbo kwa nini? Ndio Tanzania wanaimba nyimbo za mapenzi. Na kwa kusikia na leo tuliweka nyimbo za mapenzi. Na wewe you are expression of Christ. Do him. Do not fail him. Please, I'm your pastor. Now, please, I'm not saying niache kuangalia sana. Tell someone, express the glory of your King. Express the glory of your kingdom. Go in the power of the Spirit. As you behold, you are transformed by nature. Live by that. It's a law of the Spirit. Amen. Amen. I'm blessed. Let's give the Lord a mighty hand. I want to simame, and I want you to know you belong to a king. Desire to see him. Mwambie Yesu, nataka nikufahamu vyema. Nataka nikufahamu vyema. Nataka nielewe hizi nguvu. Nataka nielewe ulichonitendea kikaisha. Bwana asifiwe sana. Hello. So as you keep on knowing him through the word, and your man, nilikuwa naongea kwa wengine waambia, every day I make sure I listen to preachings also. You need to draw waters of knowledge, waters for glory. It makes you something. Read the Bible. Pray, listen to preaching. Edify your spirit. Pray in the tongues. So as you see him, you become like him when you see him. So I want us to go before the Lord as we lift our hands and say, Lord, I want to know you. You must submit kwako. I will express your glory. Nothing carnal, but of the Spirit. Nothing carnal, but things of the Spirit. Stand up in the presence of God.